Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Upepo ulipuliza kwa sauti ya kutisha, huku miti mirefu ya kijiji cha mlimani ikitikisika kana kwamba ilikuwa ikinong'onezwa siri ambazo wanadamu hawakupaswa kuzisikia. Mbwa walibweka kwa hofu, lakini ghafla wakanyamaza kana kwamba walikuwa wameamliwa na nguvu isiyoonekana. Karibu katika simulizi yetu ya Kivuli cha Kweli. Mwandishi na msimuliaji wako ni Gerard Kaninya. Tuanze na sehemu ya kwanza, mwanzo wa siri. Katikati ya usiku huo, kijana mmoja aitwaye Jasiri alikimbia kwa kasi kuelekea nyumba ya mwenyekiti wa kijiji. Alikuwa anatweta, nguo zake zikiwa zimelowanishwa na jasho, macho yake yakionyesha mchanganyiko wa hofu na mshangao. Mwenyekiti, fungua mlango!" alipiga kelele huku akigonga mlango kwa nguvu. Baada ya muda, mlango ulifunguliwa na mzee mwenye ndevu nyeupe aliyeitwa Mzee Mwanga. "Kuna nini tena usiku huu Jasiri?" aliuliza kwa sauti ya usingizi. Amepotea, Jasiri alisema huku akishindwa hata kuvuta pumzi vizuri. "Nani amepotea?" "Mwalimu Kito." Maneno hayo yalimgandisha Mzee Mwanga. Uso wake uligeuka kuwa huzuni mara moja. Mwalimu Kito alikuwa mtu aliyependwa na wengi kijijini. Alikuwa ndiye aliyewafundisha vijana kusoma, kufikiri na kuhoji mambo badala ya kuyaamini bila ushahidi. "Hakika umeona nini?" aliuliza mzee huyo. "Nimekuta nyumba yake iko wazi, vitabu vimetapakaa chini, taa bado ilikuwa inawaka, lakini yeye hayupo. Watu wanasema walisikia gari likiondoka usiku wa manane." Kabla hawajaendelea kuzungumza, mwanamke mmoja aitwaye Neema alifika akiwa analia. "Ni kweli?" aliuliza kwa sauti iliyokatika. Jasiri alitikisa kichwa. "Mwalimu Kito ametoweka." Neema alishika kifua chake na kuketi chini taratibu. Alionekana kama mtu aliyepoteza tumaini lote. Alijua Mwalimu Kito amekuwa akizungumza kuhusu ukweli fulani mkubwa ambao viongozi fulani hawakutaka wananchi wake waujue. Wakati ukimya mzito ukitawala sehemu ile, sauti ya mzee mmoja alionekana kama mwenda wazimu ilisikika kutoka gizani. "Wanaotafuta ukweli huanza kupotea kabla hawajafa." Wote waligeuka kumtazama. Alikuwa mzee aliyefahamika kama Mzee Kivuli. Hakuna aliyemjua alikotoka wala alikoishi. Mara nyingi watu walimcheka wakidhani amelukwa na akili. Jasiri alimfokea. "Achana na maneno yako ya ajabu. Kama unajua alipo mwalimu, si useme." Mzee Kivuli alitabasamu. "Ukweli haupotei, hufichwa, na wanaoficha ukweli huogopa zaidi kuliko wanaoutafuta." "Kuna maana gani?" aliuliza Neema. "Kesho kutakapopambazuka, kijiji hakitakuwa tena kama mlivyokizoea." Baada ya kusema hivyo, aligeuka polepole na kutoweka gizani kana kwamba hakuwahi kuwepo. Jasiri na Mzee Mwanga walitazamana kwa muda mrefu bila kusema neno lolote. Walijua jambo kubwa lilikuwa limeanza, na huenda kutoweka kwa Mwalimu Kito kulikuwa mwanzo tu wa siri ambayo ingebadilisha maisha ya kila mtu kijijini. Nini kitafuatwa? Usikose sehemu ya pili.